Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, leo nimekuja na mada mahususi, mada nzuri kabisa. Ikiwa tayari yule mtu ama wewe ama mwingine amekwisha kujifahamu ana maruhani, yawezekana kwa kutumia njia mbalimbali, aidha kathibitishiwa na mwalimu mwenye vipimo au mwenyewe kutokana na dalili hizi ambazo tunazizungumza kila siku na wengine wanazizungumza masheikh, akashabihisha akajua mimi na maruhani kutokana na dalili hizi zote ninazo, au asilimia kubwa ninazo. Sasa kuna hali huwa inampitia kila mmoja. Kama wewe hujapitiwa na hii hali, basi kuwa na mashaka na vipimo ulivyopimwa, au kuwa na mashaka na zana yako ambayo unayoizania. Dalili ya kwanza au hali ya kwanza ambayo itakufika, unakuwa una ufahamu wa kina, ufahamu wa ndani kuhusu nishati. Na unakuwa ule ufahamu wako wa nishati unaongezeka, na kunakuwa kuna uwezekano mkubwa kuhisi vibe za sehemu. Yani wewe unaweza kaenda chooni, ukasema leo chooni, leo kutakuwa kuna sherehe leo ya majini, leo kutakuwa kuna msiba, leo kutakuwa hivi. Yani unakuwa ni mtu ambaye una vibrate. Vibrate yako inaongezeka, mtetemo tunasema. Unakuwa hisia zako zina vibe. Hisia zako zinakuwa zina vibe. Tunasema moja kwa moja wewe umefikiwa. Lakini kuna uwezekano mkubwa wa kupitia maumivu. Hasa unaweza kuhisi kwamba mimi si huyu bwana. Mimi napotea. Yani kabisa unaweza kusema mimi yule wa jana amepotea. Na hali hii inaweza ikatafuna amani yako ya ndani. Yani unaweza kuhisi hapana, mimi nimepotea. Unakuwa baada ya kujifahamu kila muda unajisahihisha kila wakati kwamba hivi mimi ndo yule? Mimi nipo kwenye mstari kweli? Mimi ndo yule pale kweli? Elewa moja kwa moja kwamba wewe una maruhani. Wewe una walimu. Lakini dalili nyingine, unakuwa na uwezo wa kuhisi kutokuwa halisi kwa watu. Maana yake unaongezeka. Maana yake ule uhalisi wa watu unakuwa ni rahisi kumtambua mtu mkweli na muongo. Yani unasema huu si uhalisia wake. Hata kama mtu unamuona leo, ndio unazungumza naye leo, hata hivi kwa simu, unaweza kusema huyu mrongo. Au hata kama kuna mtu unamsikiliza leo, unaweza kusema huyu mkweli. Hata kama aoneshe tabia gani, kwa sababu mfano sisi wengine kina habibi wasema ovyo, waweza kuona kwamba huyu muongo. Kumbe ni aiba ya mtu vile anazungumza, vile alivyolelewa. Au kuna mtu anazungumza kwa upole, kwa ustaarabu, waweza kusema huyu mkweli. Kumbe ni mrongo. Sasa kwa mtu wa kirohani, mtu azungumze atakapozungumza, lakini wewe unapata tabia yake ile halisia ambayo ameificha. Hapo na kuwa kweli wewe umefikiwa. Lakini unakuwa una mvuto wa kiroho, unakuwa una uwezo mkubwa zaidi, hasa ukitaka kusoma au kujifunza mambo ya siri zaidi. Yani ukitaka kujifunza jambo la siri, unakuwa unauelewa mpana. Yani kuna wakati mtu ambaye atataka kukuficha kitu, basi ndo amekwambia, lakini yeye hajijui. Mtu anataka kitu fulani usijue, basi wewe ndo umekwisha kukijua. Ni mtu ambaye huwa una msamaha wa kiakili. Yani mtu anaweza akawa anaelezea jambo ukajua ni mapungufu yake tu, akili yake ni ndogo. Namna ambavyo ilibidi aelezee, nishamuelewa, lakini wacha nikae kimya. Lakini ili ujue kwamba umefikiwa, unakuwa una ndoto ambazo zinaweza kuwa zinaongezeka. Sasa kuona matukio ambayo hayajatokea, ambayo si kawaida, inaongezeka zaidi. Mpaka kila jambo, mpaka sasa ukilala tu umeota, mpaka inakuwa inaboa. Jua kwamba wewe umefikiwa. Lakini unakuwa na uhusiano na viumbe wengine. Uhusiano wenu unakuwa unabadilika. Ukihisi kwamba ile compassion ya ghafla kwa viumbe. Yani unakuwa una ule uwezo, unapokuwa mfano na kiumbe, unaweza ukamwangalia paka, ukagundua kwamba paka kuna kitu ana feel. Paka huyu ana hasira, huyu paka amefurahi, huyu paka
au atakuwa na hamu ya mapenzi, mbona hiyo akapi peke yake, au atakuwa hivi. Unakuwa ni mtu ambaye una hisia ambazo wengi hawazifikirii, yani mambo mengi ambayo wengi hawayafikirii, na utajikuta wewe unatoa uhuru kwa watu kuwa na faragha yao. Lakini pia dalili nyingine kujua kama umefikiwa, unaweza kuanza kusikia sauti au ujumbe kutoka katika vyanzo visivyoonekana. Maana yake vyanzo visivyoonekana, unaweza kusema pana sauti imeniambia nitoke hapa. Yani wewe unaweza kusema sauti nimesikia, lakini kiuhalisia hamna mtu ambaye amesikia sauti na hapo mpo wote. Kwa hiyo waweza kuona kama ni mrongo. Ukiona kuna sauti unaweza kuisikia na kuambia sahihi, sawa, ujue kwamba wewe una maruhani. Lakini kitu kingine ni kuona mabadiliko ya mwili yanaweza kutokea ghafla, kama hisia unakuwa mabadiliko ya ghafla ya mwili, baridi la ghafla, joto la ghafla linakuwa ni mara kwa mara. Lakini pia unakuwa na uwezo na hali ya kupoteza hofu ya kifo, na unaelewa kwamba ni safari yenye kuendelea. Yani sasa unakuwa wewe, mtu akikwambia habari za kufa, yani sio shida zako. Unakuwa ni hauogopi kufa. Mtu akisema sijui utakufa sijui nini, yani unajikuta wewe tu uogopi kufa. Hata ukikaa tu peke yako ukiwaza kama nitakufa, yani si shida zako, unasema sawa, hata nikifa saa hizi sawa. Hiyo dalili kwamba una maruhani wa uhakika. Lakini unaweza kupata hali ya kujiona kama mtazamaji wa mwili wako. Yani wewe namna unavyojijua, unajifahamu. Yani unajijua, waweza kujitabiria kwa hali ilivyo leo, kwa mke wangu hatu enjoy, kwa hali mume wangu hatu enjoy. Yani wewe kana kwamba mwili wako umekaa pale unautazama kama kwenye TV yani. Unajua mwili wako, hapa mwili wangu hujashiba, hapa mwili wangu unataka baridi, leo mwili wangu unataka ulale sehemu fulani. Yani unakuwa unausoma mwili wako kana kwamba wewe uko nje ya mwili. Lakini pia unakuwa na hali ya kutamani kuwa na maisha rahisi ya ukweli na kujitenga na mambo ya. Kwa hiyo unakuwa upendi kufanya mambo ya juu juu, unapenda jambo ujipange ili ulifanye kwa uhakika, mashaallah. Lakini tabia nyingine, unakuwa na uwezo wa kupata maarifa ya ghafla kupitia hisia zako bila hata kutafuta taarifa. Na kupitia hisia zako unaweza ukapata taarifa za uhakika hata kama haujachunguza. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kuhisi hali ya upweke hata kama unakuwa uko na watu. Yani kuna watu nahisi wakiwa na watu ndo wanafarijika. Wewe unajihisi ukiwa peke yako ndo, ukiwa na watu ndo unakuwa mpweke. Zeni ukiwa peke yako ndo unafarijika. Yani unakuwa unahisi hivyo, kuwa na watu unajihisi dhiki, taabu, unajiona kama unakosa uhuru, huyu kaongea hili, lakini ukiwa peke yako ndo unafarijika na unapata kujiliwaza. Lakini kuwa na hisia ya upweke hata ukiwa hii ndani, hii nishalizungumza, nishalisoma. Lakini kuna mabadiliko katika mazungumzo au mzunguko wa kiusingizi. Unakuwa ujielewe, hivi mimi nalala saa ngapi, naamka saa ngapi. Ukiangalia unalala muda mchache na unafanya kazi sana. Na wengi usingizi pia huwa unawakimbia kabisa moja kwa moja. Zote hizi ni dalili zenye kuashiria kwamba wewe una maruhani. Kwa lazima zikufikie. Je, umefikiwa?